Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, Yona Amos ameingia katika lada ya timu kubwa mbili Tanzania. Simba na Yanga wote kwa pamoja wameingia katika lada ya kumnasa golikipa wa Pamba Jiji. Yona Amos, golikipa huyu ni golikipa ambaye ana performance kubwa katika mashindano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Hata mara kadhaa ashawahi kuitwa vile vile katika timu ya taifa ya Tanzania, japokuwa hakuwahi kupata wasaa wa kucheza katika timu ya taifa, lakini kutokana na kiwango chake kuwa kikubwa na kuonyesha jinsi gani ana uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi akiwa pale golini, bwana Yona Amos hivi sasa anahusishwa na timu hizo mbili, Simba na Yanga. Kila mmoja ina mahitaji makubwa na golikipa huyu Yona Amos ambaye anakipiga katika klabu ya Pamba. Ikiwezekana kama Simba ambao makipa wawili ambaye ni Pimpin Kamara pamoja na Yakubu, wote kwa hivi sasa wana majeraha, kipa namba 1 pamoja na kipa namba 2, lakini Simba anaenda katika mashindano ya kimataifa klabu bingwa barani Afrika, hivyo anaona kabisa ana umuhimu mkubwa wa kuongeza kipa, kwa sababu kipa wake namba 1 na kipa namba 2 kwa hivi sasa wote wameumia. Kwa hiyo wana asilimia kubwa za kumtafuta kipa huyu, maana mazungumzo yashaanza naye, lakini vile vile wakiwa wanafanya mazungumzo naye klabu ya Yanga imeingilia kati. Unajua bwana, Yanga wanapenda sana kuharibu mipango ya Simba, na ndio maana msimu huu wanataka wamchukue Yona Amos, kwa sababu wanaona kwamba wao wana nguvu kubwa ya ushawishi, wanaweza kumshawishi mtu na akaenda katika timu yao, kutokana na uongozi wao wenyewe. Wanasema kwamba ni uongozi imara, hivyo wanaweza kumshawishi mchezaji yoyote hapa Tanzania na akaenda kujiunga na timu ya Yanga. Hivyo Yona Amos anaweza kaenda kati ya Simba au Yanga, bado vita ni mbichi, kila mmoja anapambania kwa upande wake, kwa sababu wana Simba wenyewe wanaona kama wao ndio wana nafasi kubwa, na wao pia watatumia gharama kubwa kumpata Yona Amos kutokana na magolikipa wao wawili wote kuwa na majeraha. Hivyo katika mashindano ya kimataifa kipa wao namba 3 hawamuamini sana, na ndio maana wanataka usajili kipa mwingine. Lakini vile vile Yanga, golikipa wao Djigui Diarra alikuwa anakipiga katika timu ya Mali, lakini wanaona kama bado hayuko sawa. Unajua bwana, Djigui Diarra alikuwa ameumia, lakini kwenye timu ya taifa alienda na akadaa katika mechi zote 4 bwana. Lakini vile vile wana Yanga wenyewe wanasema kwamba Yona Amos ni kipa ambaye anafiti katika timu yao, ataingia moja kwa moja katika mfumo wa timu yao, kutokana na Djigui Diarra kwa hivi sasa bado hayuko fiti kwa asilimia zote 100. Djigui Diarra yani bado ana majeraha, bado hayuko fiti kwa zile asilimia zote 100, na golikipa namba 2 Abdul Bumsheli yeye anamuona bado hana ule uzoefu mkubwa wa kuzuia mashambulizi au kudaka michomo mikali kama alivyo Yona Amos. Na hata hivyo Khomeini kwa hivi sasa inasemekana ameshaachwa kimya kimya, yani Khomeini ameachwa kichini chini, yani bado hawajaja kutangaza kwamba wameachana naye, na ndio maana pia wanafanya juhudi kubwa kumpata Yona Amos ili ajiongeze nguvu katika timu hiyo ya Yanga, na kuongeza nguvu ya namba ya ushindani kati ya makipa hawa watatu ambaye atakuwa ni Djigui Diarra, Yona Amos pamoja na Abdul Bumsheli. Lakini Yona Amos vile vile ana uwezo wa kubato na Djigui Diarra, japokuwa Diarra yeye bado atabaki kuwa kipa namba 1 kwa Yanga, na vile vile kwa hapa Tanzania watu wengi wanasema kwamba Djigui Diarra kwa sasa hivi ni kipa ambaye ana uwezo mkubwa kuwazidi makipa wote hapa Tanzania. Lakini hayo ni maneno ya wadau wa soka, wapenda michezo, wapenda burudani, wanaona kwamba Diarra ni kipa bora zaidi kuliko makipa wote. Lakini vile vile pia Yona Amos bwana, huyu ni kipa ambaye ashafanya mengi makubwa toka akiwa na Tanzania Prison. Kama unakumbuka pia katika timu ya Tanzania Prison alikuwa anafanya mabalaa makubwa, ashafanya mambo mengi makubwa, japokuwa katika timu ya taifa hakuwahi kupatiwa nafasi kubwa hivyo na maana angekuwa apatiwa nafasi mpaka hivi sasa ni kipa ambaye vile vile angekuwa ana jina kubwa kama alivyo makipa wengine wakina Yakubu, wakina Foba, kutokana wao katika timu zao vile vile wana perform, na kuna mara kadhaa kitu timu ya taifa uwaga anakaa benchi kutokana labda acheze timu kubwa au timu anaocheza haina mvuto, na ndio maana angekuwa anacheza timu kama Simba, Yanga au Azam, Yona Amos ni golikipa ambaye anastahili kuwa kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Tanzania kwa hivi sasa, kwa sababu ana uwezo mkubwa miguuni, hata katika mikono yake ana uwezo mkubwa kuzidi makipa wengi katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hata makipa wengine wa kigeni Yona Amos anawazidi baadhi yao, sijasema kama anaweza kuwazidi makipa wote, ila kuna makipa ambao Yona Amos anawazidi kutokana na uwezo wake aliyokuwa nao bwana Yona Amos. Lakini wasemaji wa timu hizi mbili bwana, Simba na Yanga, kila mmoja amekuja na maneno yake, kila mmoja anajigamba kuhusiana na Yona Amos. Kwa hiyo hii vita ni vita ambayo bado ni mbichi, ni vita ambayo ni ngumu. Ahmed Ally amekuja kusema kwamba Yona
Yona Amos ni kipa wao, yani Yona Amos wakati wowote wanamalizana naye bwana. Kama unavyojua Simba mpaka hivi sasa katika dirisha dogo bado hawajafanya usajili wa mchezaji yoyote. Kwa hiyo Mediali anasema Yona Amos atakuwa ndo mchezaji wa kwao wa kwanza kumtambulisha, kwa sababu kila kitu kimeshaenda sawa, kila kitu, mazungumzo yote na Yona Amos yashakamilika. Ni hapo tu Yona Amos kuja kuungana na Wanalunyas, kuja kuungana na timu kubwa Tanzania ambayo ni Simba. Hayo ni maneno bwana ya Ahmed Ally. Lakini vile vile Ally Kamwe alishika kusema kwamba kipa wa boli, kipa ambaye kwa hivi sasa naona ni kipa namba 1 kwa timu ya taifa ya Tanzania, Yona Amos, huyu wakati wowote anakuja pale Jangwani kuongezea nguvu katika eneo letu la ulinzi bwana. Kama unavyojua huyu ni golikipa maridadi. Hiyo Ally Kamwe anasema kwamba ni kipa ambaye anakuja kuongeza nguvu katika eneo lao la ulinzi bwana Yona Amos. Yona Amos ni kipa mzuri, ni kipa ambaye watu wengi wanamsifia kutokana na uhodari wake na umaili wake wa kudaka mali na uhodari wake kila kitu. Kuna vitu anatakiwa akajifunze kutokana na timu kubwa kama Simba au Yanga. Akienda huko kuna baadhi ya mambo ambayo timu kubwa haziyahitaji mambo yale ambayo wengine wanasema kama ni utoto muda ule kupoteza muda wakati ambao sio sahihi. Yani timu inaongozwa, kipa anakana mpira anzishi haraka, huo watu wanaona kama ni utoto. Kwa kuna baadhi ya mambo Yona Amos anatakiwa aachane nayo, kwa sababu Simba au Yanga sio timu kama Pamba Jiji. Tunajua Pamba nao ni timu kubwa katika soka hapa Tanzania, lakini haijafikia level za Simba na Yanga kutokana na hizi timu mbili ambazo zinaoshindana kwenye kila kitu, kuchukua makombe na kila baadhi ya maeneo uwanjani. Huwa wao wamesajili wachezaji ambao wana profile kubwa, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Hivyo Yona Amos kuna baadhi ya vitu tu vya kujifunza, lakini huyu bwana ni kipa mzuri. Sio kwamba anaenda kujifunza kutokana yeye hajui au anaenda kujifunza kutokana uwezo wake ni mdogo, hapana. Yona Amos ni kipa ambaye ana uwezo mkubwa. Lakini vile vile bwana, wadau wa soka uaga hawapitwi na majambo kama haya. Kuna mashabiki wanaandika comment zao na kusema kwamba Yona Amos ni mchezaji ambaye anafaa kwenda timu kama Yanga, pale anaweza kapatiwa muda kutokana na Djigui Diarra. Sasa hivi umri wake unaonekana kama unaenda, na Yanga wanahitaji kipa ambaye anaweza kubatu na Diarra. Hivyo Yona Amos ni kipa ambaye anastahili kwenda kutumikia klabu ya Yanga. Lakini vile vile bwana, kuna wengine hapa endelea kutuma comment zao. Mwingine anasema kwamba Yona Amos kutokana pale Kamara ameumia, Yakubu naye hayuko sawa sasa hivi, anaweza kwenda Simba pale akachukua namba yake moja kwa moja, yeye akawa ni kipa namba 1 wa timu ya Simba bwana. Au ni baadhi tu ya maoni ya mashabiki ambao wameandika comment zao. Je, wewe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unasemaje kuhusiana na Yona Amos? Anaweza kwenda pale Simba au Yanga akachukua namba kama watu wengi wanavyozani? Shusha comment yako hapo katika comment section, subscribe pamoja na